Asante kwa kusalia nasi na karibu. Tugusie hapa kuhusiana na dawa, hasa uzalishaji wa dawa pamoja na usambazaji wake na kile ambacho kinafanyika, lakini kufahamu pia kuhusiana na miradi ya usambazaji na hali ya uzalishaji wa dawa pamoja na maandalizi ya kiwanda cha ARV ambacho miongoni mwa taarifa za hivi karibuni imeeleza pia juu ya hili na matarajio yake, na tutajadili fahamu kwa kina kutoka kwake Elias Katani ambaye ni meneja miradi kutoka MSD. Karibu sana Elias. Asante. Lakini tunaye pia Betia Kaema ambaye ni meneja MSD kanda ya Dar es Salaam. Karibu sana. Asante sana. Na wakati tunaanza pia kugusia hali ya uzalishaji wa dawa hapa nchini, pengine pia tugusie majukumu ya MSD na kile ambacho kimekuwa ikifanya hapa nchini. Ya, asante ndugu mtangazaji na Watanzania wote ambao wanatusikiliza. MSD au Medical Stores Department, kirefu chake bohari ya dawa, tuna Kiswahili chake, ni taasisi ya umma ambayo inafanya kazi zake chini ya Wizara ya Afya. Kwa ni taasisi ya serikali iliyoanzishwa kwa sheria namba 13 ya mwaka 1993. Kwa hiyo tangu 93 MSD imekuwepo ikifanya kazi. Inafanya kazi gani? MSD inasambaza bidhaa zote za afya katika hospitali na vituo vyote vya afya nchini Tanzania. Na inajikita zaidi katika vituo vya serikali. Ninaposema vituo vya serikali na maana kuanzia ngazi ya levo ya zahanati mpaka katika hospitali za taifa. Majukumu yake makubwa ya msingi wakati inaanzishwa huo mwaka 1993, kubwa zaidi yalikuwa ni majukumu matatu ambayo ilikuwa ni uagizaji wa dawa au ununuzi. Tunaagiza kwenye viwanda, then tunaleta nchini, alafu tunatunza katika magala yetu ambayo MSD ina magala katika kanda zake zote. MSD ina kanda 10, tutaiongelea baadaye kidogo. Kwa hiyo tunatunza katika magala yetu, na tunapokuwa tumezitunza then tunaanza kuzisambaza, ambapo sasa kule ndiko wananchi wanaweza kuziona. Ndiko ukienda kwenye kituo cha afya mahali popote ulipo Tanzania nzima utakuta kuna dawa za MSD. Kwa hiyo usambazaji ni jukumu lingine la tatu ambalo MSD ilikuwa wakati huo inaendelea kulifanyia kazi. Na mwaka 2021 tuliongezewa jukumu lingine ambalo ni la uzalishaji kama ambavyo umetambulisha hapo, ambalo litakuja baadaye pia kuzungumziwa. Kwa hiyo sasa hivi pia tuna jukumu la 4 la uzalishaji, ambapo kwa sasa tunazalisha product 2 ambapo tuna barakoa, lakini tuna mipira ya mikono. Barakoa kiwanda chake kiko hapa Dar es Salaam, Keko pale MSD makao makuu, lakini mipira ya mikono iko kule Njombe, eneo linaitwa Idofi. Kwa hiyo nirudi katika yale majukumu 4. Tunaposema kwamba ununuzi kwa maana ya kwamba serikali imeikasimisha mamlaka MSD kuweza kuagiza dawa zote za nchi nzima. Kwa hiyo zinapokuwa zimeagizwa ndio zinapofika sasa zikitunzwa, then zinakwenda kusambazwa kupitia katika kanda ili kurahisisha upatikanaji wa bidhaa hizi ziweze kuonekana kule katika vituo vya afya ambako wananchi wanakwenda kuweza kupata huduma ya matibabu. Na hayo ndio majukumu makubwa na msingi mkubwa wa MSD. Haya yote yanawezeshwaje? Yanawezeshwa kulingana na jinsi ambavyo tuna rasilimali za vitendea kazi kama magari. MSD sasa hivi nchi nzima ina magari yasopungua takriban 619 yanayofanya jukumu hilo. Sasa ukizungumzia upatikanaji wa dawa, kwa sababu pia mmekuwa na bohari hiyo ya utunzwaji na kuagiza moja kwa moja viwandani, kwa sasa hali ikoje ya upatikanaji wa dawa nchini? Asante sana. Kama ambavyo umesema, sisi jukumu letu mojawapo kubwa ni kuhakikisha kwamba bidhaa za afya zinapatikana hapa nchini, na kumekuwa na mabadiliko makubwa, na tunavyoongelea kwa sasa upatikanaji wa bidhaa za afya kwa kutumia zile bidhaa ambazo ni 382 tunazozitumia kujipima, tuko 73%. Ukilinganisha na mwaka 2021 ambapo tulikuwa 48%. Kwa hiyo unaweza ukaona kuna ongezeko la zaidi ya 30% ya upatikanaji wa bidhaa za afya. Lakini sambamba na hilo tunaangalia pia
namna ya uwezo tunavyoweza kuwahudumia wateja wetu kwa kadri wanavyotoa maombi yao. Na hapa tunaangalia bidhaa zote ambazo wameziomba na ni kiasi gani tumeweza kuwahudumia. Na kwa kuzingatia vituo vyetu kwa sasa, kuna vituo vile ambavyo vinamilikiwa na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, ambavyo ni vituo vidogo ambavyo viko moja kwa moja kwa wananchi. Uwezo wetu kwa sasa tunavihudumia angalau mpaka 86%. Lakini kwenye vituo vikubwa ambavyo vina specialties nyingi, ukilinganisha kwa mfano MOI, Hospitali ya Taifa Muhimbili, Benjamin Mkapa, vituo hivi bado viko chini ya Wizara ya Afya, ambao uwezo wetu kwa sasa tunavihudumia angalau kwa 76%, ambako sasa kwa ujumla uwezo wa sisi kama MSD kuvihudumia ni 75%. Na ile ambayo tunashindwa ni pale sasa ambapo kama mifumo ilivyo kwa hapa nchini, basi watu wengine wanaweza kusupplement na kuhakikisha kwamba dawa zinapatikana kwa wananchi. Na hasa dawa zipo pia katika makundi mbalimbali. Miongoni tumeona pia taarifa hii kuhusiana na mpango wa uzalishaji wa dawa za ARV kwa hapa nchini, tofauti na ilivyokuwa nadhani kwa taratibu za sasa ambavyo aina hii ya dawa imekuwa zaidi ikiingizwa kutoka nje. Katika hili utaratibu wa sasa ni upi na mpango pia ni upi? Asante sana. Kwa bidhaa za miradi misonge, kwa sababu tunapoongelea ARV ni moja ya bidhaa ambazo tunaziita za miradi misonge, utaratibu uliopo mpaka sasa bado tunanunua na kuagiza, lakini pia na kupokea kutoka nje. Lakini utaratibu wa mbeleni au mpango mkakati uliopo sasa ni Tanzania kuwa Tanzania ya viwanda, hasa kwa viwanda vya dawa. Na MSD kwa kulitambua hilo tulianzisha kampuni tanzu. Kwa hiyo kwa sasa MSD ana mtoto ambaye anashughulika moja kwa moja na uzalishaji wa bidhaa za afya. Na moja ya eneo ambalo anajikita sasa ni kuzalisha ARV, na tunaenda kampuni tanzu ambayo ni ipi? Ambayo ni Medifarm. MSD Medifarm ambayo inafanya moja kwa moja ya uzalishaji, na kwa sasa tunatarajia kuanza kuzalisha ARV katika mkoa wa Arusha, kiwanda ambacho kilikuwepo TPI, na huko nyuma ARV hapa nchini imekuwa ikizalishwa na kulitokea changamoto, lakini pia mifumo ya kisera. Na kwa kuzingatia sasa tunapoelekea kwenye uzalishaji kwa maana ya kuimarisha viwanda vya ndani, MSD anaenda kuanza kuzalisha ARV kule Arusha, na uwezo huo upo kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali zikiwemo taasisi ya chakula na dawa ambayo ni mdhibiti ubora, kuhakikisha kwamba bidhaa ambayo inazalishwa kwenye viwanda vyetu vya hapa vya ndani inakidhi vile viwango vya kimataifa. Na sasa hivi mpango huo kwenye hatua gani? Tayari kiwanda kipo. Kwanza kiwanda kipo, kilikuwa tayari kinafanya kazi na kilifungwa kwa kutokana na hayo mazingira yaliyokuwepo. Kwa hiyo mchakato uliopo sasa ni kuhakikisha kwamba mashine zote ambazo zilikuwa zinafanya kazi pale zinafunguliwa. Tayari mkurugenzi mtendaji wa kiwanda kashapatikana, na mipango ambayo inaendelea sasa ni kuhakikisha kwamba uzalishaji unaanza mara moja. Na kwa kadiri ya mpango mkakati wa Medifarm ambayo ni kampuni tanzu, kufikia mwezi wa 7 mwaka huu uzalishaji unaanza. Umesema awali kilifungwa, sababu zilikuwa ni zipi? Kwa kadiri ya taarifa ambazo zilikuwepo, zilikuwa ni issue za ilikuwa ni issue ya ubora ambayo ilionekana katika ambayo issue ya ubora inatokea hata kwenye bidhaa zote ambazo tunaagiza kutoka nje. Kwa hiyo baada ya kufanya ufuatiliaji, kulikuwa na haja ya kuangalia sasa kwamba ni wapi kulikuwa na changamoto, na kwenye hayo mazingira kilifungwa kwa muda na kuhakikisha kwamba ufuatiliaji unafanyika, na baada ya kujiridhisha sasa ni kurudi na kuanza kuzalisha tena kama ambavyo ilipaswa kuwa. Ni kwamba kilikuwa kinazalisha dawa ambazo zilikuwa hazikidhi ubora unaohitajika. Ubora ulikuwa unakidhi, lakini kwenye uzalishaji unaweza ukazalisha bachi moja ikashindwa kufikia kiwango kile kilichotarajiwa, na inawezekana ni tatizo la kawaida kwenye uzalishaji. Ulichanganya labda mchanganyiko ulivyofanyika au kufanyika kama ulivyostahili. Kwa hiyo ukienda kwenye maabara ukakuta changamoto haitoi majibu kama ambayo ulitarajiwa. Kwa maana ya hiyo sasa ni lazima
kwa hatua za kawaida ni kutoa hiyo bachi kwenye soko isiweze kuendelea kutumika na kutengeneza bachi nyingine, lakini kutokana na mazingira ambayo yalikuwepo, ikiwezekana, kwa sababu pia kulikuwa na issue ya ushindani wa kibiashara. Wakati huo Tanzania alichaguliwa ni moja ya nchi ambayo anapaswa kuzalisha ARV na kuanza kulisha nchi zingine. Kwa hiyo kulikuwa na issue nyingi ambazo zilipaswa ziangaliwe sasa kama nchi na katika namna gani tunadhibiti, lakini kuona pia kwamba tunavisaidia vipi viwanda vya ndani vinaendelea kukua. Wakati huo uzalishaji ulikuwa unafanywa chini ya nani? Chini ya MSD ama chini ya hiyo kampuni Tanzu ulisema? Hapana, haikuwa chini ya MSD. Hii kampuni Tanzu ni ile ambayo imeundwa hivi karibuni. Kwa hiyo ilikuwa ni kiwanda kingine binafsi. Aha, na hizo dawa ambazo zilikuwa zinazalishwa nani alikuwa anazitumia? Zilikuwa tayari zimeanza kutumiwa na zilikuwa zinatumika nchini, zinatumiwa na wananchi. Yes. Na ufanisi ilikuwa kiasi gani? Yaani ufanisi wa hizo dawa? Ufanisi ulikuwa kama zile zingine, kwa sababu umeibua hoja ya ubora hapo. Kwa hiyo kuna wasiwasi kwamba je, zilikuwa zinatibu ama hazitiani, zilikuwa zinafanya kazi? Hapana, kufanya kazi kama kufanya kazi, ilikuwa nafanya kazi. Na mimi ni mmoja wa mashuhuda, kwa maana ya kwamba wakati naanza kazi mimi 2010 2009, hii ilikuwa ni moja ya dawa ambayo ipo sokoni na ilikuwa inatumika kama kawaida. Na wakati huo na mpaka sasa ni kawaida kwamba kuna uwezekano utaona mamlaka imetoa alert kwamba kuna dawa X yenye bachi hii inaonekana ina changamoto, inapaswa itolewe kwenye soko. Sasa hii inaleta wasiwasi pia kwa mpango huu wa mbeleni wa kuzalisha dawa, kuwa na wasiwasi wa ubora wa hii dawa. Na hapo nitaka labda tusaidie kufafanua ubora ilikuwa ni kwenye nini hasa? Manake ni kama mimi pia sijaelewa. Ubora ulikuwa kwenye bidhaa zinazozalishwa ama ubora ulikuwa kwenye nini ambao ulisababisha awali kiwanda kufungwa? Labda tuseme hivi kwamba dawa yoyote au bidhaa yoyote ya afya, kwa maana ya dawa, kifaa tiba, ni kwamba kabla akijaingia sokoni lazima kuna mamlaka ambazo zinadhibiti ubora, na ndio maana tuna TMDA, yani ambao zamani tulikuwa tunaita mamlaka ya dawa, sasa hizo tunaita mamlaka ya dawa na vifaa tiba. Na inakuwa imefanya vyote vinavyojiridhisha kwamba ingie, ikiwa na maana ya kwamba kama inatoka nje basi wao wamehakiki vile viwanda, wanasema wanafanya pre-qualification kabla yani kuvitembelea viwanda na kuona vinafaa kiasi gani. Kwa hiyo procedures zote hizo zinakuwa zimefanyika, lakini maana ya kwamba on the process, wakati yani uzalishaji umeshaanza, zimeshatolewa dawa, tumeendelea kutumia, katikati unaweza ukajikuta kwamba product fulani imejikuta kwamba ina changamoto fulani ya ubora. Kwa hiyo inabidi uisitishe. Yani hiyo ni kawaida katika manufacturing industry yoyote. Yes, kwa hiyo inasitishwa. Kwa hiyo pia nachojaribu kusema hapa Mr. Katani, manake pia ni kwamba along the way katika kuhakikisha dawa zinaendelea kutumika, na wanafanya kitu kinaitwa post marketing surveillance. Yani unapokuwa post marketing surveillance, unazichunguza dawa kwa stage tofauti tofauti, tangu umeanza kuzalisha mpaka zimeanza kutumika mpaka zikiwa katika vile vituo vya kutolea huduma za afya, yani kwa maana ya hospitali au vituo vya afya. Kwa hiyo sasa katika kupita na kuendelea kufanya hivyo, ndipo ilipogundulika kwamba kuna changamoto fulani ambayo ilibidi sasa ile batch kama ambavyo wamesema, na sio product zote, yani batch fulani haikukidhi mahitaji. Labda tunaweza tukafunga. Na maana zile hiyo batch haikuenda sawa. Yes. Na hivyo sasa kusababisha kiwanda kufungwa kwa muda. Sasa inapotokea hiyo lazima watu waangalie process nini. Unaweza kutaba ni machine errors au kuna tofauti fulani katika channel nzima system ya uzalishaji. Kwa hiyo inabidi kwanza izuie ili uchunguzi ufanyike vizuri na wao wajihakiki vizuri kwa ajili ya sasa. Na hicho nilichokuwa nauliza pia mwenzangu hapo kuhusu sasa hiyo hofu, mnatoa vipi hofu sasa, kwa sababu sasa hivi uzalishaji kimsingi unakuwa sasa chini yenu na hiyo kampuni Tanzu. Nini ambacho kimebadilika? Kwenye uzalishaji kama ambavyo tumesema kwamba ni process. Na dawa hizi ambazo zinazalishwa zikiwa ARV au na dawa zingine ni formula, kwamba ni dawa fulani unachanganya hiki unatengeneza. Na baada ya kumaliza unachukua sampuli unapeleka maabara unaangalia matokeo yake, unaona kwamba matokeo yako sawa,
batch inakuwa released, inaenda sokoni na nyingine inabaki maabara kwa ajili ya ufuatiliaji. Kwa hiyo procedure zote hizi zikifanyika kwa kuangalia pia na upande wa pili, kwa maana ya yule ambaye anadhibiti ubora, anapojiridhisha kwamba vitu vyote hivi vimefanyika kama ambavyo vinapaswa, maana yake hupaswi kuwa na wasiwasi kwamba kunaweza kukawa na changamoto yoyote. Lakini kama ambavyo tumesema, baada ya dawa pia kuingia sokoni, ni lazima uendelee kufuatilia, na mambo yote haya yanafanyika kuhakikisha kwamba afya ya mwananchi inaendelea kulindwa kwa 100%. Na chochote kikitokea kwa maana halisi sasa, kwa sababu lengo kuu ni kuhakikisha mwananchi anapata bidhaa yenye ubora unaokidhi. Chochote kikitokea katikati, ni jukumu la msingi mamlaka ambayo inahusika kutoa alert na kuhakikisha kwamba hicho kitu kinatolewa sokoni ili kisiendelee kuumiza wananchi. Kwa hiyo ukizingatia procedure zote hizi zinavyofanyika, ni kuhakikisha kwamba bidhaa yote ambayo iko sokoni ni ile ambayo inakidhi viwango kama ambavyo vinastahili. Na uzalishaji wa ARV unaelezwa kuna ubora ule, mfano GMP unatakiwa kufikiwa. Mmejiridhisha kiasi gani katika hili na viwango vile vya kitaifa pamoja na kimataifa? Ni kwamba sisi kama wazalishaji, cha kwanza ambacho tunafanya, procedure zote tunapaswa kuzifuata, na ndio maana mamlaka sasa ambayo ni mkono wa pili anakuja na kujiridhisha na kutoa idhini ya kwamba viwango vyote ambavyo vinastahili kwenye uzalishaji wa ARV vimefikiwa, na kwa hivyo unaruhusiwa kuanza kuzalisha. Kwa hiyo hatujiamulii sisi tunafanya na kupeleka taarifa kwamba tumeshafanya hiki, tumefanya hii, tumefanya calibration za mashine. Kwa hiyo yule mtu wa pili ambaye ni TMDA sasa anakuja kufanya na kuona kama kweli yale yote ambayo tumeyafanya yanaendana na miongozo ambavyo inastahili. Na pale anapokuwa ameconfirm kwamba yako sawa, basi anatoa certificate na anaruhusu kuzalisha. ARV zimekuwa hazizalishwi hapa nchini, lakini tunafahamu katika ule utaratibu kuna uhamishwaji wa kama ni teknolojia, formula hapo umegusia. Kuna makubaliano ya namna gani katika hili na masharti ni yapi? ARV ni dawa kama dawa zingine, kama ambavyo tunazalisha dawa za paracetamol na dawa zingine. Unazalisha nini inategemea vitu vingi, mojawapo ni soko, unataka uzalishe kwa ajili ya nani. Kwa hiyo iliwezekana wakati ule ARV haikuwa ni priority sana, kwa kuzingatia pia uwezo wa serikali kununua bidhaa zake. Lakini kama ambavyo unaona kuna mambo mengi ambayo yanaendelea. Kwa mfano, kwa sasa serikali ilikuwa hainunui bidhaa za miradi misonge, lakini kwa sasa inatumia fedha za ndani kununua bidhaa za miradi misonge. Kwa hiyo hizi ni fursa kama fursa zingine. Kwa hiyo unaliangalia sasa kwamba badala ya kuendelea kuzalisha bidhaa zile ambazo kiwanda kingine kinazalisha, kwa hiyo tunajaribu sasa kudiverse kwamba ili kuwa na aina mbalimbali za bidhaa ambazo zinazalishwa hapa nchini. Na kama ulivyoona, lengo ni ifikapo 2030 angalau 80% ya bidhaa zote ambazo zinatumika hapa nchini ziweze kuzalishwa hapa nchini. Kwa hiyo mojawapo ni ARV. Kwa hiyo pamoja na knowledge transfer, teknolojia transfer, kama ambavyo kampuni tanzu inashirikiana na taasisi zingine za uzalishaji, viwanda vingine vikubwa vya huko nchini, nchi zingine. Kwa hiyo knowledge hii ya kuja kuzalisha hapa nchini ipo, na kwa kushirikiana na hivyo viwanda ambavyo kampuni tanzu imeingia navyo mkataba, maana yake itatumia knowledge hizo kuzalisha hizo ARV hapa nchini. Na vipi kuhusu malighafi? Kwa malighafi zote kwa sasa ukiangalia zote ni zile ambazo zinatoka nje ya nchi, na mzalishaji wa malighafi ukiangalia, maana yake malighafi ambayo itatumika hapa nchini ni ile ambayo itatumika India, ni ile ambayo itatumika nchi zingine, kwa sababu unakuta anayezalisha malighafi ni mtu ambaye ni biashara yake peke yake, kwamba mimi kazi yangu ni kuzalisha malighafi, na kwa maana halisi maana yake malighafi itakayotumika ni ile ambayo inakidhi viwango vya kimataifa. Haiwezi kuwa na gharama kubwa sana, maanake una import raw materials alafu unakuja kutengeneza hapa locally. Kuna wasiwasi kwamba inaweza kawa ni gharama kubwa, kwa sababu hizo kwanza gharama za kuagiza malighafi kutoka nje na yenyewe ni gharama. Uzalishaji na gharama ni lazima uwei vitu viwili. Cha kwanza,
ukizalisha hapa nchini unapunguza gharama nyingi zaidi. Kwa mfano, gharama ya kusubiria mzigo ufike kama umeununua kutoka nje ni, lakini kuna huo mzigo wa raw materials ambao yes, maana yake unaleta raw material mara moja back, unazalisha bachi mbalimbali kwa muda fulani. Kwa hiyo tofauti na kwamba ninaagiza kila mahitaji ninapohitaji ninaagiza, lakini kama tulivyosema ununuzi wa raw material ni back. Kwa hiyo una uwezekano wa kuingia joint venture na viwanda vingine mkatengenezewa batch moja ukanunua at affordable price na ukaja ukazalisha kwa bei nafuu. Yes. Sasa tunafahamu pia sekta binafsi inaweza ikahusishwa pia kwenye masuala ya utengenezaji wa dawa. Tunafahamu kwenye nchi nyingine kama Marekani viwanda vingi binafsi vinatengeneza dawa. Mpaka sasa hivi mmefikia hatua gani kwenye kushirikiana na sekta binafsi katika hiyo michakato ya kuzalisha dawa hapa ndani ya nchi? Kwenye uzalishaji wa dawa, ukiacha kwa mfano hiki ambacho tulikuwa tunaongelea, moja, tunafanya biashara na wazalishaji binafsi walio wengi. Tuna viwanda ambavyo vinazalisha ambavyo ni vya watu binafsi kwa sasa. Kuna Kairuki kwa mfano kinazalisha maji ya drip, ni kiwanda binafsi. Kuna Alpha kinazalisha maji ya drip, ni kiwanda binafsi. Kuna kiwanda cha sindano, mabomba ya sindano kinazalisha, ni kiwanda binafsi. Na katika uzalishaji huu ndio maana MSD sasa kalazimika kutengeneza kampuni tanzu ili kampuni hii iwe na uwezo wa kuungana na yoyote kibiashara kuhakikisha kwamba wanafanya biashara. Kwa hiyo kampuni ambayo imetengenezwa na inaenda kufanya kazi kama a private entity, kwa hiyo ana uwezo wa kuungana na kiwanda kingine chochote kwa kuangalia wapi kuna fursa na uzalishaji ukafanyika. Naam. Naam. Na pamoja na hilo hili la ARV pia mmekuwa mkitoa huduma ama kufanya usimamizi katika maeneo mengine, na awali ulitujuza Betia kwamba katika kanda mbalimbali pia MSD imekuwa ikitoa hizo huduma. Ndio. Yeah. Kama ambavyo nimesema awali, ili kurahisisha upatikanaji wa dawa katika vituo hivi vya kutolea huduma za afya, MSD inatumia kanda. MSD ina kanda 10 ambao utaona kwamba hizi kanda haziendani sasa na mikoa ilivyo. Kwa hiyo utakuta labda kanda moja, nichukulie mfano kanda ya hapa tunaita kanda ya Dar es Salaam au kanda ya Mashariki, inahudumia mikoa 3, Pwani, Morogoro na Dar es Salaam yenyewe. Kwa hiyo kazi yake ni nini? Kazi yake ni kuhakikisha kwamba zile bidhaa sasa ambazo tumekwisha kuzinunua kutoka kule kwa wazalishaji zinapofika MSD, hazikai tu MSD. Kwa hiyo zinakuja kupitia kanda, ambapo sasa kanda majukumu yake makubwa ndio sasa kusambaza ili bidhaa hizi ziweze kufikia vituo vya afya. Na katika kufanya hivyo tumepiga hatua kubwa sana. Kwa mfano nitoe huduma chache ambazo huko nyuma ukichukulia kwa miaka ya nyuma au tulikotoka na tuendako ambako ni kuzuri zaidi, kuna maboresho mengi yamefanyika. Tulikuwa tukifanya usambazaji huu mara 4 tu kwa mwaka, yani tunamfikia mteja mara 4 au kituo cha afya mara 4, lakini sasa tumepiga hatua, tunafika kule mara 6 na tunawapelekea moja kwa moja mpaka kwenye kituo chenyewe cha kutolea huduma za afya. Kwa hiyo sio kama vile wakati walikuwa wanakuja wanachukua, yani wanatoka labda huko Marinyi, Morogoro, wanatoka mahali pengine huko Pwani, Rufiji, wanakuja kuchukua bohari ya dawa. Lakini sasa hivi tunawapelekea kwa magari yetu sisi wenyewe, na tunao logistic assistant wa kutosha ambao ndo madriver ambao wako trained katika kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo hii imesaidia sana katika kuhakikisha upatikanaji wa bidhaa za afya unaboreshwa katika level za vituo. Na pia utaangalia kuna huduma ambazo zilikuwa zifanyiki sana vizuri. Kwa mfano huduma za afya ya kinywa na meno. Sasa hivi ukienda kwa kila kituo mpaka level za zahanati, vituo vya afya, utakutana huko na mashine ambazo tunakwenda huko wote ni wagonjwa at one way. Tunakwenda kwa tunapata huduma, tunatumia mashine ambazo ni za kisasa kabisa ambazo zimesupplywa na MSD. Yaani niseme kwa ujumla kwamba serikali ya awamu ya 6 imefanya maboresho makubwa sana katika sekta ya afya kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata huduma kule kule waliko. Ukija kwenye huduma ya mama na mtoto, MSD imefanya sehemu kubwa sana kuhakikisha sasa hivi hata wamama wajawazito wanapokuwa kule kwenye vijiji kule, anapopata changamoto labda ya uzazi tokanayo na issue ya uzazi, anatibiwa kule kule na operation zinafanyika kule kule kama ni kesi inayohitaji operation, kwa sababu tumepeleka vifaa mpaka hadi kule. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba vifaa vya radiolojia,
mashine mbalimbali kubwa tumesambaza kila mahali na huduma zinaendelea. Uchujaji wa figo tumepeleka mashine za dialysis ambazo karibia sasa hivi mtu atoki kule Morogoro ndani huko Marinyi akaja Dar es Salaam, anakwenda tu pale Morogoro na anapata. Sasa kwa kumalizia, pia mbali na maboresho haya ambayo umeyataja, kumekuwa na malalamiko kutoka kwa wananchi ambao wanakwenda kutibiwa kwenye hospitali mbalimbali, hasa hospitali za umma, kwamba wakati mwingine wanakosa dawa. Sasa changamoto nyingine ambayo ipo ni kwamba madaktari sasa hivi ni kama hawaruhusiwi kufanya prescription ya mgonjwa, yani amwandikie dawa akaipate nje ya hospitali. Maanake kama pale haipo hawezi kuipata. Lakini pia makampuni haya ya mashirika ya bima haya hayatoi tena ile fomu ilikuwa inaitwa, nafikiri fomu namba 3, ambayo unaweza daktari anaweza akaandika pale kama kuna dawa ambayo haipo, unaweza ukaenda kuipata sehemu nyingine. Sasa hii imekuwa ni changamoto kubwa. Mgonjwa anakwenda anatibiwa, anaambiwa dawa hakuna, inabidi sasa aende tu akanunue kawaida bila hata prescription ya daktari na vitu kama hivyo. Lakini swali langu la msingi ni kwamba ukosefu wa dawa bado kwenye hospitali, hasa hospitali za umma, shida hasa ni nini? Okay, ukosefu wa dawa ni swala ambalo ni mtambuka kidogo. Labda nitoe mfano kwa kutumia kama ambavyo umesikia ninasema ngazi za kituo. Nitoe mfano hapa kama mimi hivi bibi niende kule kijijini, labda nihitaji dawa za pressure, umeona ambako kule kuna zahanati ambayo haina yule prescriber au yule mtaalamu ambaye tayari ni mwezeshi kwa ajili ya kufanya hiyo. Lazima nitasema kwamba yani nitakwenda pale nitaikosa. Lakini nitaikosa kwa sababu gani? Kwa sababu tu kile kituo si ngazi yake kwa ajili ya kuprescribe aina hiyo ya dawa ambayo nilihitaji. Lakini nikipiga kwa mtoto wangu labda aliyoko mjini hapa Dar es Salaam, nikasema nilihitaji dawa hii lakini sijaipata katika kituo A mahali hapa nilipo kijijini. Ataipata katika vituo ambavyo level zake zinakubali kuprescribe ile dawa. Kwa hiyo ziko factor nyingi ambazo zinaweza zikasababisha hiyo. Pia ni mojawapo kwamba ngazi ile ambayo mtu amekwenda sio ngazi ambayo ina prescribe dawa ile aliyokuwa anataka. Dawa labda za sukari, dawa za hizo antihypertensive, yani za pressure, magonjwa yatokanao na pressure kama ambavyo nimesema, yani anaikosa kwa sababu ya hivyo. Lakini kwa hiyo pia imesiri utoaji wa dawa huwa unazingatia pia level ama ukubwa wa hospitali. Yes, level ya hospitali na determine pia ni aina gani za dawa ziweze kuwa stocked mahali pale. Yes, kwa sababu kutokana na wataalamu waliopo na serikali ndio maana inazidi kuboresha kwamba kuhakikisha wataalamu wanakuwa katika ngazi zote za matibabu, yani za matibabu. Yes. Sawa. Yeah. Shukrani sana na asante kwa kutujuza pia kuhusiana na kile ambacho MSD imekuwa mkifanya. Tunakamilisha hivyo.